Nikiwa hapa ofisi ya serikali ya mtaa wa Kasulu, kata ya Mbugani, wilaya ya Nyamagana. Ni tukio ambalo limempata binti wa miaka 5 baada ya kudokoa wali na kujielezea kwamba anatoka katika mkoa wa Kagera. Na sisi kama Bujepa Media tumeweza kufika hapa na kuzungumza na mwenyekiti wa serikali ya mtaa huu. Naitwa Deogratius John Mtalimbo, ni mwenyekiti wa mtaa wa Kasulu, kata ya Mbugani, wilaya ya Nyamagana, jiji la Mwanza. Nalifahamu tukio la mtoto kuchomwa moto aitwaye Paulina. Alichomwa moto tarehe 29 mwezi wa 5 2026, lakini nilipewa na Salamia Wema ambaye mama wa shirika la Mtakua akanipigia simu muda wa saa 2:30 usiku. Ndio kwamba mwenyekiti, kuna mtoto amechomwa moto kwenye eneo lako. Ndipo nikaenda tukashirikiana naye kwetu, tukamkuta mtoto amechomwa moto. Amechomwa mkono wa kulia, kachomwa na mkono wa kushoto kwa juu, lakini na kiganjani pia. Lakini kutokana na sheria jinsi ilivyo sasa, tukaona mtoto amefanywa ukatili. Ni ukatili wa uonevu, ni mbaya mno. Ndipo tukachukua sheria ya kumchukua, kumripotisha jeshi la polisi ili mtoto akachunguzwe zaidi. Tulipomfikisha jeshi la polisi, na washukuru sana Central Kati, walitupokea vizuri. Mtoto huyo tukahojiwa, tukatoa maelezo, baadaye tukapewa PO3. Tukaenda Seketule mtoto huyo kaangaliwa, kapimwa, ndipo akapatiwa huduma ya matibabu. Tunawashukuru waliojitokeza ambao ni ustawi wa jamii. Baada ya hapo, mimi mwenyekiti wa serikali ya mtaa nilifanya upelelezi wangu baadhi ya sehemu ambazo anaishi nao huyu mama aliyofanya ukatili. Majirani zake walinieleza mwenyekiti, huyu ni mama ni katili, tulishamuonya mara kibao, lakini hataki kutii na hatusikilizi. Baada ya kufika hapo siku ya chanzo cha kuchoma moto ule mtoto alichukua chakula, kachukua wali ndani, mama alikuwa hayupo ambaye ni mlezi wake, ndipo akamchoma moto. Lakini yule mtoto baada kumuuliza vizuri, alisema mama yake alishakufa, wametokea Bukoba, wilaya ya Karagwe. Kwa jina naitwa Juliana Daudi Kondoro, mkazi wa mtaa wa Nyashana, kata ya Mbugani. Mimi nikiwa kama vile mshuhuda wa hilo tukio, nilipewa taarifa na msiri. Akaniambia, nimekufuata, kuna ukatili umefanyika mtaani tangu jana. Kuna mtoto amechomwa moto vibaya mno. Lakini yule mtu ni mtata, tumeshamshauri sana, hakubali. Ndipo hapo nikaamka nikampigia mwenyekiti simu. Mwenyekiti akaniambia niko mbali kidogo, nikamwambia njoo. Baadaye mwenyekiti akaniambia muone mjumbe wa serikali ya mtaa. Nikaenda kwa mjumbe. Nilipofika nikamgongea, nikamwambia twende jirani, kuna tukio. Mwenyekiti akusita, mjumbe wake tukaenda. Tukamkuta mtoto yuko peke yake ndani. Nikamdadisi, akasema dada amekwenda gengeni. Baada ya hapo akaja. Alivyokuja akafika kale katoto kwanza kukafanyisha kazi. Leta jiko. Mikono imevimbiana. Peleka machungwa ndani. Ndipo nikaanza kumhoji. Huyu mtoto ana umri gani? Hakutaka kunijibu. Paka nikarudia mara 2. Akaniambia na miaka 5. Nani yako? Mdogo wangu. Mamake yuko wapi? Alishakufa. Nikamwambia sawa, mamake alishakufa ndio namfanyia ukatili kiasi hiki. Akasema ni mwizi. Hii ni safari ya 4. Anakaa na dokoa chakula, naenda kutafuta ushauri kwa watu ili aache, na mtandika lakini aache. Baadaye akafika mwenyekiti, akaanza kumhoji. Akakiri hilo. Nikamwambia je, sikuachi kwa tabia hii ya kitendo hiki. Wewe hujawahi kudoka kwa mama yako? Uweze kumhurumia hata umri wake? Sikuachi, twende. Yeye alifikiri kama mzaa. Akaendelea kuniambia maneno ambayo yalikuwa yana mashiko ya kukaa moyoni mwangu. Yaani alizidi kunitia sumu na hasira. Ndio tukaamka naye usiku mpaka Mirongo. Tukamuita na kamanda wa kike. Tukaenda mpaka Mirongo, lakini nashukuru tu pale Mirongo alivyofika akasema nendeni dawati. Tulivyofika pale polisi, na washukuru sana jeshi la polisi, walitupa msaada mkubwa sana. Wakatupa PF3, gari la polisi likatuchukua mpaka Sekotule. Tulivyofika pale Sekotule hawakufanya mbaya, wakatukabidhi pale na tukaanza kuhojiwa. Baada na mapolisi nao wakaingia kule kwa daktari, wakaanza kutusaidia mpaka ustawi kule juu, tukahudumiwa
Mtoto akapata huduma, akasafishwa na matibabu, sindano na dawa, tukarudi nyumbani. Tukaja tukalala, tukashinda naye. Tukalala naye. Ndio mtoto akaanza kufunguka kunieleza. Sina mama, mamangu alishakufa. Dada ananipa chakula kidogo, ananipiga. Baada ya Jumapili ambaye ni jana kumchunguza vizuri wakati namuosha. Mtoto ana alama za fimbo za kutosha. Mtoto ana alama za makucha za kutosha. Nikasema hakika mtoto alikuwa anafanyiwa ukatili wa hali ya juu. Ndio baadaye bwana wake akanipigia simu. Ananiomba msamaha, tufanye mpango ile mama atoke. Nikamwambia siwezi. Baadaye leo niko pale zahanati polisi, maana pia mimi ni mhudumu wa afya. Kituo changu ni polisi Mabatini. Nimpeleka ile mtoto pale kufanywa dressing pale, kusafishwa. Mume wake akaja. Akazidi kuniomba msamaha. Nikampa namba za ile polisi na namba za yule nani Aisha. Baadaye akasema hivi, naombeni mnisamehe, sasa tufanyeje huyu mama uje umdhamini. Nikamwambia mimi pia siwezi, maana mimi pia ni mhudumu, halafu pia niko kwenye kitengo, mimi niko kwenye mtakoa ya kata. Nikamwambia mimi mwenyewe napinga ukatili, halafu nije nimdhamini mfanya madhambi, sheria hainiruhusu. Ndio mtoto nilikuwa nimemkabidhi uzwe na afanda, kama amenipigia simu nikamuunganisha na Aisha, ile mtoto nikamkabidhi kwa Aisha, mambo mengine akaendelea, mimi nikafuata na mimi shughuli zangu. Tulipata nafasi ya kuzungumza na kaimu kamanda wa jeshi la polisi mkoa huu wa Mwanza. Kwa faida ya wasikilizaji wanaokusikiliza kupitia Bujepa Media hapa live, labda unafahamika kwa jina gani kamili ili Watanzania waweze kujua kweli huyu anayezungumza ni kamanda wa polisi wa mkoa huu wa Mwanza? Mimi nazungumza hapa kama kaimu kamanda wa mkoa wa polisi wa Mwanza. Ninaitwa kamishna msaidizi wa polisi Florence Mwenda. Tukio hili tunalifahamu, lilitokea tarehe 29 mwezi wa 5 2026 majira ya saa 2 usiku katika mtaa wa Nyashana Kasulu katika kata ya Isamilo wilaya ya Nyamagana jiji na mkoa wa Mwanza, ambapo mtoto wa kike aitwaye Benina daughter of Geoffrey Kamsaka mwenye miaka 5, Mhaya Mkristo na mkazi wa Nyashana, alijeruhiwa kwa kubambuliwa ngozi ya mikono yote miwili na kisu kilichokuwa kimechemshwa au kimewekwa moto, kikiwa kwenye moto, kimechemshwa kwenye moto. Na mshtakiwa mmoja anaitwa Siwema Matias au huyu ni Mnyambo, ana miaka 27, Mkristo na mkazi wa Nyashana mtaa wa Kasulu, na kumsababishia majeraha kwenye mikono yote miwili baada ya kuwa amedokoa wali uliokuwa unapikwa kutokana na njaa. Ndio. Of course mtuhumiwa amekamatwa, alikamatwa tarehe 29 hiyo majira ya saa 4 usiku na kufikishwa kituo cha polisi na kuwekwa mahabusu. Ndio. Mtoto aliandikiwa PF3, kaenda hospitalini. PF3 imeshajazwa, tunakamilisha upelelezi. Basi waweze kufikishwa mahakamani. Okay. Kwa sababu tayari imeshazungumza kamanda hatua ambazo mmezichukua nyinyi kama jeshi la polisi. Labda ungependa kuambia kitu gani sasa Watanzania ambao wanaweza kujichukulia sheria mkononi wakijidai kwamba wanafanya malezi bora kwa watoto na kuja kujikuta wanaingia kwenye mikono ya sheria pasina kujua? Of course tumekuwa tukitoa tahadhari za mara kwa mara na kupitia uelimishaji wa polisi jamii ya polisi kata. Tumekuwa tukitoa sana elimu hizo za watu wanaojichukulia sheria mikononi na kufanya manyanyaso au kunyanyasa watoto na watu wengine mbalimbali. Na of course unaona swala hilo limetokea siku ile 29
amezichukua usiku ule ule na mshtakiwa kukamatwa. Kwa hiyo matukio ya namna hii tunafanya kwa tahadhari na kuyachukulia hatua za mapema, kama huyu wakati wote anatarajia atafikishwa mahakamani. Huyu ni kaimu kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mwanza ambaye tulikuwa tunazungumza naye kuhusiana na tukio la mtoto wa miaka 5 aitwaye Penina kuchomwa moto. Ameweza kutoa ufafanuzi juu ya hatua kali za kisheria ambazo kama jeshi la polisi mkoa wa Mwanza zimechukua kuhakikisha mtoto anapata haki yake stahiki kutokana na kile kitendo cha ukatili alichoweza kufanyiwa. Tumia nishati safi ya kupikia kutoka Oryx Gesi. Tunapatikana kituo cha mafuta cha Oryx mkabara na kanisa Katoliki la Nyakahoja Mwanza. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0759171702. Tunauza jumla na rejareja. Usafiri ni bure.